Lazima tuwe na viongozi ambao wanapatikana kihalali. Nikawasikia wanasema Mchome hakuwepo kwenye baraza kuu. Uongo kabisa. Na mbaya zaidi, uongo huu unaongelewa mpaka na mwenyekiti wangu wa chama taifa. Na kutokuwepo kwangu mimi hakuzuii au hakusababishi uvunjifu wa katiba ya chama chetu. Kwa hiyo kwenye swala la akidi, katibu mkuu mwenyewe Mnyika anakiri kwamba wakati kikao kinaanza hapakuwa na akidi bali alitazama. Na ukumbuke wakati huu anasema kwamba nikiangalia kwa macho yangu kulikuwa pia kuna watu ambao sio wajumbe wa baraza kuu. Walikuwepo. Mule ndani walikuwepo kina Mwamakula. Askofu Mwamakula sio mjumbe wa baraza kuu. Alikuwepo Rose Maemba, sio mjumbe wa baraza kuu. Alikuwepo Dr. Tengeche, sio mjumbe wa baraza kuu. Alikuwepo Askofu Mwana Mapinduzi, sio mjumbe wa baraza kuu. Walikuwepo kina John Pambalu, kina Twaha Moipaya, sio wajumbe wa baraza kuu. Alafu unakuja unatuambia akidi umeiangalia tu kwa macho ukajiridhisha kwamba watu waliopo basi akidi inatimia. Uongo. Na hatuwezi tukakipeleka chama kwa staili hiyo. Ni ukweli usiopingika kwamba kuna watu walikuwa mule ndani sio wajumbe wa baraza kuu na walipiga kura. Nataka muwaeleze vizuri wa Tanzania. Sisi tumekuwa waumini sana wa kushinikiza wenzetu wafuate katiba ya vyama vyao, wafuate katiba ya nchi. Lakini sisi tunakuwa wa kwanza kukiuka misingi ya katiba yetu, kukiuka kanuni na miongozo ya uendeshwaji wa chama chetu. Kwa baada ya hoja hizo nilimuomba msajili mambo machache. Jambo la kwanza nililomuomba msajili ni kubatilisha baraza kuu hili la tarehe 22. Jambo la pili, viongozi wote 8 waliopatikana siku ya tarehe 22 wote watenguliwe au uteuzi wao ubatilishwe. 3, maamuzi yote yaliyofanywa na kamati kuu ya chama chetu kuanzia tarehe 22, maamuzi hayo yote yabatilishwe kwa sababu yalipitishwa na kamati kuu ambayo haina wajumbe halali. 4, msajili aitake ofisi ya katibu mkuu iitishe baraza kuu upya ambalo litakuwa na akidi ya 75% ili kuweza kuwapitisha wajumbe hawa wa kamati kuu. Hata mwenyekiti akiamua kuwaleta hawa hakuna shida. Hamna shida yoyote. Cha muhimu wapatikane kwa njia ambayo ni sahihi, kwa njia ambayo huko mbele haitakuja kutuletea matatizo. Tukubali kukosolewa. Nimuombe mwenyekiti wangu akubali tumkosoe ili tuijenge Chadema imara, ili tuijenge taasisi yenye nguvu, ili tujenge ule umoja wetu tuliokuwa nao awali. Kwa mwenyekiti hana haja ya kututukana. Walitoka G55. Ni kweli na mimi mmoja hapo. Na mimi ninaamini kwamba chama hiki tukisema tusiende kwenye uchaguzi ni kukuua chama hiki. Ni kukimaliza chama hiki. Ni kukichimbia chama hiki kwenye kaburi ambalo haitaweza kutoka tena. Mwenyekiti unasema hao wanatumika na nani? Kwa faida ya nani? Je,
tukisema wale ambao wanasema kwamba hatushiriki uchaguzi na uchaguzi haufanyiki, je, tukisema hao ndo wanaotumika ili Rais Samia asipate upinzani mwaka huu, tutakosea? Kwenye hii nchi hakuna chama kingine cha upinzani chochote kile ambacho kinaweza kikabeto na CCM zaidi ya Chadema. Weka vyama vyote unavyovijua, hakuna chama ambacho kinaweza kikatoa ushindani kwa Rais Samia kuliko Chadema. Na huu ndio ukweli, wala tusitake kupepesa macho. Hakuna chama ambacho kina uwezo wa kupelekana mbilinge na CCM kuliko Chadema. Leo unasema kushiriki uchaguzi ni kutaka tuuawe. Kushiriki uchaguzi ni kutaka tuuawe. Je, kuzuia uchaguzi sio kutaka kuuawa? Utaleta watu wataandamana, vijana watatoka wazuie uchaguzi, dola itafanya kazi yake. Ni vijana wangapi watakufa? Ni vijana wangapi wataumizwa? Kama tunaamini tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tutumie nguvu hizo tushinde uchaguzi wa mwaka huu 2025. Kama tuna nguvu ya kulazimisha uchaguzi usifanyike, basi tuna nguvu ya kulazimisha tukishinda tutangazwe. Kwa haya ni mawazo yetu mbadala. Na nimuombe mwenyekiti ayapokee. Siasa lazima uwe na ngozi nene. Hauwezi kuwa na ngozi nene achana na siasa. Siasa lazima ukubali kusemwa. Siasa lazima ukubali kukosolewa. Siasa lazima ukubali kupokea mawazo mbadala.